Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri mbili za Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Tutaanza na siri ya kwanza, mashitaka miongoni mwa waumini. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 11. Je, mtu wa kwenu akiwa anadaiwa juu ya mwenzake azubutu kushtaki mbele ya wasio haki, wala si mbele ya watakatifu? Au hamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na ninyi, je, hamstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Hamjui kuwa mtahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Basi mkiwa na mahali panapohukumiwa mambo ya maisha haya, mwawaweka kuwa waamuzi hao waliohesabiwa kuwa si kitu katika kanisa. Nasema hayo nipate kuwatahayarisha. Je, ndivyo kwamba kwenu hakuna hata mtu mmoja mwenye hekima awezaye kukata maneno ya ndugu zake? Bali mwashtakiana ndugu kwa ndugu, tena mbele yao wasioamini. Basi imekuwa upungufu kwenu kabisa kwamba mnashtakiana ninyi kwa ninyi. Maana si afadhali kudhulumiwa? Maana si afadhali kunyang'anywa mali zenu? Bali kinyume cha hayo, ninyi wenyewe mwadhulumu watu na kuwanyang'anya mali zao, naam hata za ndugu zenu. Au hamjui ya kuwa wazalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike, waasherati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala warawiti, wala wevi, wala watamanio, wala wevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioshwa, lakini mlitakaswa, lakini mlihesabiwa haki katika jina la Bwana Yesu Kristo na katika Roho wa Mungu wetu. Nini fundisho hapa? Mashitaka ya kweli, tunaambiwa na Paulo, yanapaswa yaamliwe na mtu mwenye haki, yani mtakatifu. Mfano, Yesu Kristo amepewa mamlaka duniani na mbinguni, na siku ya mwisho atakuja kuamua, kwa sababu Yesu Kristo aliishi maisha ya utakatifu milele, maana alikuwa ni Mungu. Unajua ni kwa sababu gani? Watenda dhambi hukumu yao ni ya uonevu daima. Ndiye Ibilisi, shetani na malaika zake, jinsi aoneavyo watu katika ulimwengu, ni uonevu daima, na mawakala zake ambao wapo mpaka na wanadamu wanatumiwa na Ibilisi shetani kuonea watu watendao haki. Siri ya pili, mtukuze Mungu katika mwili na roho. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12 hadi 20. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote.
Vyakula ni kwa tumbo na tumbo ni kwa vyakula, lakini Mungu atavitowesha vyote viwili, tumbo na vyakula. Lakini mwili si kwa zinaa, bali ni kwa Bwana, naye Bwana ni kwa mwili. Naye Mungu alimfufua Bwana, na tena atatufufua sisi kwa uwezo wake. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi nivitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema, wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Ikimbieni zinaa. Kila dhambi aitendaye mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe? Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Paulo anaongea na kanisa ambao ni mimi na wewe, akitufundisha namna ya kumtukuza Mungu. Nini fundisho hapa? Kuna tofauti ya kumtukuza Mungu kimwili na kiroho. Unajua ni kwa sababu gani? Kumtukuza Mungu kimwili ni kuwa kama malaika kimwili, kimuonekano, lakini ndani uko mbali na sheria ya Mungu. Na watu tunao wengi sana wanaojivalia mavazi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu. Unaona? Lakini kumtumikia Mungu kiroho ni kuwa karibu sana na Mungu kiroho, lakini kimwili matendo mabaya. Unapokuwa unamtumikia Mungu kiroho, unakuwa unatamani wokovu, lakini bado mwili unakupeleka dhambini. Wanasema kwamba roho ilazi, lakini mwili ni dhaifu. Unasema kabisa kwamba natamani kuacha dhambi, lakini nashindwa. Hapo uko karibu na Mungu kiroho, lakini mwili ndo unaishinda roho. Huko ndiko kumtukuza Mungu kiroho, lakini mwili uko mbali na Mungu. Hivyo Paulo anasema kwamba tumtukuze Mungu katika mwili na roho. Hivi vitu vyote vinaenda sambamba kwa Mungu, ili tupate kulijenga hekalu la Bwana ambalo ni miili yetu, ili tupate kuokoka siku ya mwisho. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.